Wazazi, walimu na walezi wameshauriwa kukaa kwa pamoja kuona ni kwa vipi wanaweza kuvilinda na kuviendeleza vipaji vya watoto katika kuhifadhi Qur'ani. Lengo ni kuzalisha vijana wenye maadili mema. Ushauri huo umetolewa na mbunge wa jimbo la Chumbuni Ussi Salum Pondeza mara baada ya kushuhudia mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yaliyoandaliwa na umoja wa vyuo vya Qur'ani wa jimbo la Chumbuni. Naona aliacha kwa wao ili la kusema nitashirikiana nao wao walimu na wazee, tutashirikiana katika kuwapa support walimu. Kwa hiyo walimu sasa wajue wana challenge hiyo ambayo inakuja, ambayo rais wetu ametutaka tufanye, na inshallah tutafanya. Mimi naamini Zanzibar bana wasomaji wazuri wapo wa Qur'ani. Unajua kwa nini mnaona kila pahali kwenye hizi za kuhifadhi wengi wanakuwa watoto na wanaweza vizuri? Unajua watoto katika kichwa hamna vitu vingi wewe hapo kwa pengine mapembe huyajui atakuwaje, stadi hujapeleka, ukiambiwa hapa lan tanalu birra huwezi hata kumaliza kuendelea. Lakini ukipewa msahafu unaweza. Lakini kwa kichwa kwanza anakuja majimbi, baadaye mbele tabi. Ndio maana nataka watu wasikilie zaidi. Na ndio maana watoto wadogo au sisi zamani tulikuwa tunaambiwa 1 year tunasoma Qur'ani kabisa. Yaani tunaingia darasa la kwanza, mzee una juzuu zako labda 20 au 25, kama hukumaliza 30 basi ile nyingine tena utamaliza mwenyewe kidogo kidogo, kwa sababu kama zamani uzuri wake hata huko school tulikuwa tunasoma vizuri Qur'an. Mheshimiwa Pondeza ameongeza kuwa katika kuhakikisha hili linafanikiwa atakaa na walimu wa madrasa hizo ili kuona vijana hao wanashiriki katika mashindano ya kitaifa. Na Mwenyezi Mungu akipenda, nimejaribu kuambia rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein amesema mwakani tuandae ya kimataifa. Maana mwaka huu tulikuwa nao ya Afrika, lakini mwakani tumetakiwa tuandae ya kimataifa. Ningefurahi katika hayo ya kimataifa kama kuna mshindani mmoja atatoka ndani ya jimbo langu la Chumbuni. Nitakaa nao, nitawashajihisha na nitawataka kama watahitaji msaada wangu ili watoe mshiriki mmoja ndani ya hayo mashindano ya kimataifa. Niko tayari usiku mchana, iwe jua iwe mvua, nitashirikiana nao na nitawapa support yote kuhakikisha ndani ya mashindano yale makubwa ya Afrika basi kuna mshiriki ambaye ametoka ndani ya jimbo langu la Chumbuni. Katika risala yao, viongozi na walimu wameeleza mafanikio na changamoto zinazowakabili ikiwemo uchakavu wa madrasa. Ndugu mgeni rasmi, jumuiya yetu imepiga hatua kwa kuwa na wanafunzi waliotimiza juzuu 30 kuhifadhi, pia kufanya mashindano kila mwaka ili kuwajenga wanafunzi uwezo mzuri wa ushindani na uimara wa hifadhi zao. Vile vile walimu kuendelea na majukumu ya kuelimisha watoto na watu wazima. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio pia vile vile jumuiya ina changamoto ambazo zinatukabili. Ni kuweka utaratibu wa siku maalum ambao kama ilivyotajwa Teachers Day kwa mujibu wa ahadi ya mwaka jana ya kukutana na walimu wa jimbo na kuwasikiliza changamoto zao na kuzipatia ufumbuzi kadri ya uwezo wako. Wakizungumza baada ya mashindano hayo, wazazi, walimu na wanafunzi wameeleza. Nataka nimwambie mbunge atujengee choo chetu, atujengee choo, atujengee na choo chetu tunakimalizia, lakini na yeye atusaidie kukijenga. Choo chetu kile kinajengwa lakini hatujapata mabati, mbao, na choo chetu kishaanza kupatika ofa dini. Unasoma skuli? Ndio hiyo ya kuvutana na walimu na wazee, shilingi 2000 kila mwezi, wengine wanatoa wengine hawatoi. Ndio tunakwenda hivyo hivyo kwa vile ni jambo la Mwenyezi Mungu. Qur'ani hailipi isipokuwa Mwenyezi Mungu ndio mwenye malipo. Katika hafla hiyo, Alhaji Pondeza amechangia vifaa vya ujenzi wa madrasa yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 2 iliyopo Shehia Banko. Mashindano hayo yamehusisha kuhifadhi juzuu 1 hadi 30, yamefanyika katika skuli ya Dr. Salimina Amuri Chumbuni, yameshirikisha wanachumbuni na waalikwa kutoka Bububu, Fenesini na Mwera. Kiasi cha wanafunzi 36 wameshiriki na washindi wamepata zawadi na fedha taslimu. Akiwa katika mwendelezo wa kutoa sadaka kwa waumini, Alhaji Pondeza amekutana na wanawake wajane ambao hawakuwemo katika orodha ya awali ya wanawake wajane, sambamba na kukabidhi sadaka ya tende kwa misikiti ya jimbo lake.
Wakizungumza baada ya kupokea sadaka hiyo, baadhi ya maimamu walikuwa na haya. Leo tumepatiwa sadaka ya tende, na si leo tu, kishaleta pia kumi la mwanzo mheshimiwa mbunge tende. Kwa hivyo tunamshukuru kwa kutupatia sadaka hii. Kwa kweli mheshimiwa anatusaidia vizuri, kwa sababu yeye ndo jimbo lake la Chumbuni, kwa hiyo anajitahidi kujitoa yani katika mambo mbalimbali, kama mambo ya futarisho, labda kama kitu kama hicho, mambo ya kuvisima hivyo, anajitahidi kwa upande wake. Katika mwezi huu wa Ramadhani, Alhaji Pondeza ameshapitia na kuyasaidia makundi mbalimbali katika kile alichokiita wiki ya Pondeza.